Mtumishi wa Mungu, ni katika mwendelezo wa mahojiano na watumishi wa Mungu ambao wanamjua Mungu kweli kweli. Hii ni Boko Calvary Revival Temple Media na mimi ni Jackson Emmanuel Kabigigi. Leo tunaenda kivingine kidogo. Tuna mtumishi wa Mungu ambaye tungetamani kuzungumza naye mambo machache sana ambayo yanahusu wokovu na maisha halisi ya mwanadamu katika ngazi zote: utoto, ujana, ubaba au mama, na hata uzee na mpaka kufa. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amena. Majina yako tafadhali? Kwa jina naitwa Goodluck Gabriel. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Mtumishi wa Mungu Goodluck Gabriel, umeokoka na unampenda Yesu. Jambo la kwanza na swali la kwanza ningependa kuuliza, katika wokovu huu una muda gani? Amina. Namshukuru Mungu, kwenye wokovu nimeweza kudumu kwa takriban zaidi ya miaka 15. Zaidi ya miaka 15. Bila shaka wewe tunaweza tukasema ni mkongwe katika imani. Japo tunaamini ukongwe unaweza kuwa na miaka 5 ukawa ni mkongwe, ni vile unavyokaa na Mungu. Mtumishi wa Mungu anayekutazama kwenye video hii angetamani kujua wokovu ni nini tunaposema mtu ameokoka. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa jinsi ambavyo naweza nikaliweka wokovu ni nini hasa tukisema mtu ameokoka. Yaani wokovu halisi ni kile kitendo cha mtu kuziacha dhambi zake kabisa. Tunamaanisha kuziacha kabisa. Yaani kuziacha kabisa ni kile kitendo cha kwamba hata we mwenyewe hautawahi kurudia yale matapishi. Amina. Alafu kitu kingine, achilia mbali kuziacha kabisa, lakini kuna kitu kingine, kuachana na wale marafiki ambao walikuwa wanasababisha wewe kuzitenda zile dhambi. Lakini kitu kingine tunachoweza kukiongezea, tunafikiria pale mtu anapobatizwa, kile kitendo cha kushuka kwenye maji na kutolewa kwenye maji, kufa na kufufuka na Bwana Yesu. Hichi kitendo huwa kinamaanisha kwamba yale ya kale umeyazika, alafu umefufuka na mambo mapya. Hata mwili wako katika ulimwengu wa roho unaonekana umepewa mwili mpya, sio ule wa zamani tena. Kwa hiyo mtu aliyeokoka kabisa akamaanisha huwa hayuko katika yale mambo ya kale. Leo hii tunaweza tukazungumza watu wenye nia mbili, lakini mtu aliyeokoka kabisa akamaanisha huwa ana nia mbili, ana nia moja tu ya kusema kweli katika Kristo Yesu, na huyo mtu anamaanisha kwenda mbinguni. Huwa ana njia mbili. Tukikumbuka neno la Mungu linasema ya kwamba ukiwa bora kuwa moto au baridi kuliko kuwa vuguvugu. Kwa hiyo Mungu anachukia mtu aliye vuguvugu. Biblia nasema utatapikwa kabisa. Amen. Utatapikwa kabisa. Ni bora uchague moja, kuwa moto au kuwa baridi. Mtumishi wa Mungu, ningetamani anayekutazama hapa aweze kujua mambo machache ambayo kwa sehemu moja ama sehemu nyingine yamekuwa yakiathiri sana ulimwengu wa sasa. Kwanza ningependa kujua kwa ufupi sana, kuna ugumu gani kwenye wokovu na maisha ya Ukristo wa sasa na ule wa miaka kabla ya 2000 kwa mtazamo wako na vile unavyoweza kufahamu? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninachoweza kusema, katika nyakati zozote hamna ugumu katika wokovu. Kwa sababu gani? Ikiwa wewe umeamua kumfuata Bwana wako Yesu Kristo na unampenda kweli, ikiwa kuna ugumu ama kuna urahisi, utakabiliana na ule ugumu kwa sababu unampenda Bwana Yesu. Kwa hiyo kitu kinachotugharimu, hata kilichowagharimu watu waliopita nyakati zilizopita, ni maamuzi yao, jinsi walivyoamua. Ukiamua kama nilivyosema, ukiwa pande mbili, ukiwa huku na huku, maamuzi yako yatakuwa ni ya hasara. Lakini ninachotaka kusema, ugumu ambao unawakabili watu walioko sasa hivi, tunaookoka sasa hivi, ni maamuzi yako. Unavyoamua ndivyo unavyopata hasara au faida. Mimi kwa mfano nimeamua kumfuata Yesu kabisa, nipate hasara au nipate faida, lakini nimeamua kumfuata Yesu Kristo, nikijua ya kwamba baada ya maisha haya kule mbinguni nina thawabu iliyo kubwa.
bila kuangalia na kujali mambo ya dunia. Changamoto kubwa ninayoiona sana ni jinsi ambavyo watu wanaamua na kukabiliana na changamoto zilizoko hapa duniani. Sisi hatuna changamoto ambayo inaweza ikatusumbua kama tukisimama na Yesu, kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye anayetusaidia. Sisi tukipigana kimwili hatuwezi wokovu kabisa. Amen.